Filamu inaanza mke na mume wakiwa kitandani wakiwa wanataka kufanya lile tendo la ndoa. Lakini mwanamke anakuja kugundua kwamba mume wake hana sehemu za siri. Mimi naitwa Amani Kilaha na nashukuru sana kwa leo ambao wamesubscribe channel yetu, watu ambao wana share link pamoja na kurecommend kwa watu wengine. Nyinyi ndio mnaotupa nguvu ya kuweza kuendelea kurekodi video hizi. So tuingie kwenye filamu. Wataalamu wa mambo ya kiroho wanakuambia kila unapolala na mtu basi kuna nguvu za kiroho mnabadilishana. Na kwa wanaume unapolala na mwanamke unaweza ukapata bahati ama ukapata mikosi. Na pia kwa mwanamke unapolala na mwanaume kuna mwanaume anaweza kukusababishia bahati ama kukusababishia mikosi. Sasa hii imetokea kwenye filamu ambayo inaitwa Missing Private Party kutoka huko Nigeria ambayo imetoka hivi juzi, na mimi kwa sababu ni mdau wako na kuletea leo kuweza kukuelezea filamu hii, na hii ni recaps tu, ukitaka kuitazama link nitakuwekea kwenye description. Mwanaume huyo anaitwa Ochaga na mke wake anaitwa Chisomi. Wamekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, almost mwaka mzima, na hawajawahi kufanya chochote, na yule mwanaume amekuwa akimsisitizia kwamba tutafanya tu endapo tutaingia kwenye ndoa, kwa sababu hili swala ni la kiroho, hili swala ni swala takatifu, tunataka tulifanye tukiwa kwenye ndoa. Mwanamke alivumilia kile kitendo kwa sababu alikuwa anaamini kwamba mume wake ni mwaminifu na atakuja kumuoa, kwa hiyo watakuja tu kufanya kile kitendo. Sasa wameingia kwenye ndoa, leo wanataka kufanya lile jambo. Mwanamke anagundua kwamba mwanaume hana sehemu za siri. Kwa hiyo anaanza kumuuliza, inakuwaje kama wewe hauna sehemu za siri? Mimi kama mke wako nitawezaje kuishi na wewe pasipokuwa na sehemu za siri? Mimi nitawezaje kupata ile huduma yangu ya ndoa? Lile jambo letu nitawezaje kulifaidi, kwa sababu mimi naamini wewe ni mume wangu na mimi siko tayari kukusaliti kwenda kwa mwanaume mwingine. Mwanaume akamwambia, haina shida, usijali. Hili ni swala ambalo linatakiwa libaki kwa siri yangu mimi na wewe. Nilishindwa kukwambia toka mwanzo kwa sababu kuna wanawake wengine wawili niliwaambia wakanikataa na wakaondoka. Wewe ni mke wa tatu mpaka sasa hivi na kuoa, na nilikuficha kwa sababu sikutaka uniache kama wale wengine ambao wameniacha. Ila kwa sababu umeingia kwenye ndoa, nitakupa dola milioni 50 ili uweze kuendelea kuishi na mimi. Lakini hizi dola milioni 50 nitakazokupa, nitakuwa na kutafutia mwanaume wa kuweza kukuridhisha kitandani, kwa sababu mimi jukumu hilo sitoweza kulifanya, na utaishi maisha mazuri, utakuwa mwenye furaha, hakuna ambacho utamisi. Mwanamke alikataa, akaona hapana, hii issue sio nzuri kwa sababu mimi nimeolewa kwa ndoa. Kwa nini nianze kutembea na mwanaume mwingine ambaye sio mume wangu? Na hili swala ananielezea mwanaume wangu mwenyewe, mume wangu wa ndoa ananiambia atanitafutia mwanaume. So bibi akatoka akaenda kwa dada yake kumuelezea ile hali, akamlaumu dada, mimi nimeolewa na mwanaume ambaye hana sehemu za siri. Mwanaume ananiambia atanitafutia mwanaume wa kuniridhisha. Hii issue inakuwaje? Na ameniahidi atanipa dola milioni 50. Dada yake akamwambia, rafiki yangu, dola milioni 50 unaikataa kwa sababu ya tendo la ndoa? Akasema hapana, hii ni ndoa, siwezi kuishi kwenye ndoa wakati mume wangu hawezi kuniridhisha. Hata hizo dola milioni 50 maana yake nitakuwa kama vile nauza utu wangu kwa sababu ya fedha. Mimi nimeingia kwenye ndoa ili niweze kutimiza hitaji la ndoa. Sasa nitakuwaje na mwanaume kwa sababu ana fedha, ni tajiri, lakini anashindwa kufanya lile jukumu lake la ndoa? Alivorudi kwa mume wake akamwambia, hapana, ili wazo sio sahihi, mimi siwezi kuendelea na kuwa kwenye hii ndoa ikiwa wewe huwezi kunitimizia. Sasa akaanza kumuomba kwamba, naomba unisaidie mke wangu, unitunzie hii heshima, hii ni siri. Utakapoachana na mimi, na tayari nishaachana na wanawake wengine wawili, nitaonekana nina tatizo. Kwa nini naachana na wanawake kwa muda mfupi? Naomba unitunzie hii heshima, niko tayari kukupa hizi fedha unazozitaka ili wewe uweze kuendelea kuwa na mimi, lakini nakuahidi nitakutafutia mtu wa kukuridhisha, mtu ambaye atakuwa anakuja kwa lengo moja tu, kukuridhisha kitandani. So bibi alikaa akafikiria, akaona anyway, inawezekana mimi nikaishi na mume wangu, lakini pia nikaweza kuwa napata ile furaha ninayoitaka kwa mtu mwingine huku naendelea kuishi na mume wangu. So mwanaume akaanza kumtafutia wanaume wa wanakuja kumridhisha. Mwanaume wa kwanza alikuwa ni gym trainer, wale wanaofanya mazoezi ya gym. Alikuwa ni kijana tu mtanashati anaitwa Rex. Alikuja pale nyumbani akamwambia, mimi nakupa kazi yako ni moja tu, hakikisha unamridhisha mke wangu kitandani. Nahitaji mtu mwenye nguvu, nahitaji mtu ambaye ana shupavu, bado kijana, ana uwezo wa kufanya vile ambavyo mke wangu anataka. Mke wangu bado ni kijana, ni binti mdogo tu, na ana nguvu pia, kwa hiyo nahitaji mtu ambaye ataweza kumfurahisha. Rex akakubali, akaingia kwenye ule mkataba wa kuweza kumfurahisha mke wa Ochaga. So walivyoingia ndani, yule mwanamke hakuwa comfortable kwa mara ya kwanza kwa sababu anaona ni kitu cha ajabu. Inakuwaje mimi nalala na mwanaume mwingine kwenye kitanda changu hali ya kuwa tayari mume wangu yupo? Hiki kitendo mimi sijawahi kukisikia sehemu yoyote. Lakini ilimpa ugumu mwanzoni, baadaye akakubali na wakaendelea. Rex ana mke wake ambaye ni mjamzito.
Kwa hiyo anaporudi kutoka kwa Chisomi, anaenda nyumbani kwa mke wake na kumpelekea fedha, anamspoil. Mwanamke anamuuliza, mbona siku hizi umekuwa na hela nyingi? Kazi ya gym tu ndio inakufanya unapata hela hizi zote? Akamwambia kuna kazi nyingine nimepata ya kumfundisha mtu mazoezi private nyumbani, kwa hiyo ninapoenda huwa ananilipa hela nyingine ambayo ni overtime, ndio maana sasa hivi umeona nakuwa na fedha nyingi. Baada ya siku kadhaa, Ochaga alikutana na kijana mwingine barabarani. Akamuita, akamwambia, kijana, unanifahamu mimi? Naitwa Chief Ochaga. Akamwambia, Chief Ochaga, nakufahamu, wewe ni tajiri mkubwa sana hapa mjini. Akamwambia, kuna kazi nataka nikupe. Chukua business card yangu, utanitafuta tuwasiliane. Yule kijana alifurahi sana. Baadaye akaja akamtafuta, akamwambia, niko tayari kwa ajili ya ile kazi ulioniambia. Akamwambia, kazi nitakayokupa ni moja tu, nataka umridhishe mke wangu. Yule kijana akaogopa. Mzee, inakuwaje unanipa kazi ya kumridhisha mke wako? Yule ni mke wako, umemuoa. Kwa nini mimi nikalale na mke wako na kati wewe upo? Akamwambia, sitaki kuulizwa maswali ya kijinga. Nimekuambia nataka nikupe kazi uende ukamridhishe mke wangu. Je, unaitaka hiyo kazi ama huitaki? Yule kijana akiangalia maisha yake ni ndivyo sivyo, akakubali, akasema haina shida. Mimi niko tayari kufanya hiyo kazi ili mradi pia na mke wako naye ameridhia. So mzee Ochaga akarudi kwa mke wake Chisomi, akamwambia, Chisomi, naona kama yule mwanaume niliyekuletea mara ya kwanza hafanyi kazi ambayo nilimtuma. Kwa hiyo nimekutafutia kijana mwingine ambaye ni shupavu, atakuridhisha. Chisomi akashtuka. Inakuwaje unanibadilishia tena mwanaume? Ina maana mimi sasa nimekuwa mtu wa kubadilishiwa wanaume? Akamwambia, no, mimi sikubadilishia wanaume. Kama hata wewe mwenyewe kuna mwanaume unampenda na unamtaka, haina shida, wewe nenda. Wewe niambie tu kama mume wangu mimi natoka, leo sitorudi, nitarudi kesho asubuhi, nitakuruhusu. Nilikuahidi mimi mwenyewe kwamba nitakuridhisha. So wakati wanaendelea na maongezi, akaja dada yake na Ochaga, ama tuseme mdogo wake na Ochaga wa kike. Akaja akiwa ametoka kwenye masomo, akafikia pale. Ochaga alishtuka sana. Akasema, kwa nini umekuja bila taarifa? Kwa nini unakuja kwangu wakati mimi tayari nimeshaoa, halafu unakuja bila taarifa? Mimi nikishaoa mnatakiwa mwe mnakuja kwangu kwa taarifa. Utakaa wiki moja na utaondoka. Yule bidada akamwambia, kaka, mimi nikuja kwako imeshakuwa sasa hivi ni tatizo. Mbona nilikuwa nakuja kwako vizuri? Akamwambia, kipindi hicho nilikuwa sijaoa. Sasa hivi niko na mke wangu, lazima uje na taarifa. So Ochaga akawa amemkaribisha mdogo wake kwenye ile nyumba. Lakini yule Chisomi akaona kwamba hili ni tatizo. Kama mume wangu amemleta mdogo wake kwenye hii nyumba na mdogo wake atakuwa nakaa hapa na hii nyumba sasa hivi wanakuja wanaume kwa ajili ya kuniridhisha, itakuwaje akijua mdogo wake akaenda kumwambia mama mkwe? Mama mkwe atanichukuliaje mimi? Anaweza kaniona kama mimi ni msaliti. Wakati bado anafikiria vile, Rex akaingia. Alipoingia Rex akamwambia, mama, uko tayari kwa ajili ya kazi? Chisomi akamjibu, ndio, niko tayari kwa ajili ya kazi. Akampandisha juu gorofani kama kawaida, wakaenda kufanya kazi yao. Lakini wifi yake akawa anafuatilia, mbona kama kuna mwanaume ameingia huko ndani na ameenda chumbani kwa wifi yangu? Inakuwaje, huyu mwanaume ni nani? Wakati anaenda kufuatilia, ndo anafika mlangoni na wao wanatoka. Akamwambia, huyu ni gym trainer, alikuja kunifundisha mazoezi huko ndani, kwa hiyo ndio namtoa hivyo. Akamwambia, okay, gym trainer anakuja kufanya mazoezi chumbani kwako? Anyway, mimi sitaki kuingilia. Bibi akaenda akamwambia kaka yake Ochaga kwamba, kaka, siku hizi dada analeta wanaume ndani na wewe upo tu. Ochaga akawa mkali sana. Kwa nini unaingilia ndoa yangu? Kwa nini unamsingizia mke wangu kuwa ni malaya na analeta wanaume ndani? Sitaki kusikia hizo habari na iwe mwisho leo. So Chisomi akawa ameona hili litakuwa ni tatizo. Akaona kuliko kuleta mwanaume ndani, bora nitoke mimi niende nje nikatafute mwanaume. So Chisomi akaenda kwa mpenzi wake mwingine ambaye alikuwepo tu huko mtaani. Akamwambia, nimekuja, kabla sijaolewa ulikuwa mpenzi wangu, na mimi sasa hivi nimeolewa, lakini bado ninakuhitaji, nahitaji uniridhishe. So yule kijana akakubali, akalala na Chisomi mpaka asubuhi. Lakini wakati wanatoka hotelini, dada yake Ochaga aliwaona, kwa sababu alitoka nyumbani na kuelekea hotelini. Wakati wanatoka Chisomi na yule mpenzi wake hotelini, yule dada aliwaona, akawa rekodi video na picha, halafu akataka kwenda kumuonyesha kaka yake. Kwa hiyo alivorudi nyumbani akamuita kaka yake, akamwambia, kaka, Ochaga njoo, muulize mke wako jana amelala wapi. Ochaga akamwambia, sitaki uniambie hivyo vitu kwa sababu mimi siwezi kumuuliza mke wangu swali kama hilo. Kwa nini nianze kumtilia shaka mke wangu? Akamwambia, hapana, naomba umuulize mke wako alilala wapi kwa sababu alilala hotelini na mwanaume. Ochaga akamwambia, unasemaje? Mke wangu hawezi kufanya kitu kama hicho. Akamwambia, na ushahidi ninao, nina picha na video. Huu hapa. Wakati anatoa simu, yeye aliona ile video. Alivompa kaka yake Ochaga alivyoshika ile simu, akamwambia, mbona sione video? Alipomrudishia dada yake naye akawa haioni video. Akasema, nini kimetokea? Mbona video ilikuwa kwenye simu? Mbona nimeiona? Na mimi ni mwenyewe ndo nimeirekodi. Kwani kuna nini? Akamwambia, sitaki umsingizie mke wangu vitu ambavyo hauna uhakika navyo. Muache. So baada ya siku kadhaa, Rex akiwa amekaa na mke wake,
mke wake anaanza kuumwa tumbo ghafla, anatoka damu mdomoni na kuanguka chini na kufa. Lakini tukirudi kwa yule kijana mwingine ambaye alipewa jukumu la kumridhisha Chisomi, wakati amekuja kwa ajili ya kuendelea na kazi ya kumridhisha Chisomi, anapigiwa simu kwamba mama yake amefariki. Sasa anaanza kulia, anasema dada yangu amefariki, mama yangu amefariki. Kwa nini familia yangu inakufa ndani ya wiki moja, wanakufa wote kwa pamoja? Akaondoka akamwambia naomba niondoke niende nikahudumie hili swala. Chisomi akasema wewe umelipwa kuja kuniridhisha alafu unaondoka ghafla tu, mambo gani haya? So kile kitendo kikamfanya Chisomi aanze kuwa na doubt kwamba kwa nini inakuwa hivi. Yule boyfriend wake ambaye alienda kukutana naye hotelini naye anapigiwa simu kuambia kwamba warehouse ama karakana ambayo ilikuwa na mzigo wake imeungua na imeteketea yote, hakuna kilichobaki. Wakati anaendelea kufikiria, mdogo wake akaja akamwambia kakaangu, kikubwa ni kwamba karakana imeungua lakini hakuna mtu aliyekufa. Shukuru Mungu kwa hilo. Akamwambia mdogo wangu siwezi kusahau kwa sababu nimepoteza mali nyingi sana. Mdogo wake akaondoka. Anafika nje, anapigiwa simu kwamba mdogo wako uliyekuwa unaongea naye muda si mrefu amepata ajali hapa nje na amefariki. Anatoka na kuta mdogo wake amefariki. Sasa kile kitendo kikamfanya awe na mawazo na stress kwamba kwa nini mimi? Kwa nini nimekuwa na matatizo? Karakana imeungua na nimepoteza kila kitu. Mdogo wangu amekufa. Kwa nini mimi? Mimi nina shida gani? Ikabidi sasa aende kwa mchungaji. Huku upande wa pili Rex naye ameshakuwa ni mtu ambaye anaokota makopo barabarani, akikutana na watu wanamuuliza kwa nini umekuwa hivyo? Wewe ulikuwa gym trainer mzuri tu, ulikuwa unatufundisha mazoezi gym. Kwa nini umekuwa hivyo? Akamwambia ile biashara ya gym hailipi. Mimi sasa hivi naokota makopo yanalipa kinoma yani. Ukichukua haya makopo ukajaza huu mfuko kilo moja unajua unalipa shilingi ngapi? Alafu pia naokoa maisha, plastiki ni mbaya kwa maisha ya binadamu. Kwa hiyo tunafanya ile recycling ya plastiki ili tuweze kupata fedha. Lakini tunamuona kama Rex amechanganyikiwa, Akamuuliza vipi kuhusu mke wako? Rex akaanza kupata mawazo, mke wangu yupi? Bwana hapana, chana na habari za mke wangu. Kwa hiyo ameshasahau hata kama mke wake alishakufa. Lakini upande wa pili yule kijana ambaye wazazi wake ambaye dada yake na mama yake wamefariki, akawa anaulizwa na mdogo wake, kaka siku hizi nimekuwa nikikuona una fedha nyingi sana. Unakuja tuna spendi, mama unamtumia hela, lakini watu wote ambao umewatumia zile fedha zako wote wamekufa. Baba amekufa, mama amekufa, dada amekufa. Hizo hela unazipata wapi? Au ndugu yangu unawatoa kafara? Akakasirika akamwambia usinishirikishe mimi kwenye hayo mambo. Kwanza niache nimechanganyikiwa. So baada ya yule boyfriend wake Chisomi kuenda kwa mchungaji kutaka kujua kwamba nini kinaendelea, kwa nini mimi nimekuwa na mikosi mingi, mchungaji akamwambia kwamba kuna kitu umekifanya ambacho ni cha kiroho na kinapelekea wewe kuwa na mikosi. Kuna mwanamke ambaye umelala naye. Mwanamke huyo mume wake anamtumia yeye kujipatia mali, yani anatumia sehemu za siri za mke wake ili aweze kupata mali. Kwa hiyo kila mwanaume ambaye atalala na yule mwanamke ataishia kuwa na matatizo, na zile mali ambazo alikuwa nazo yule mwanaume zitaenda kwa mzee Uchaga. Na huyu Uchaga anaishi kwenye taasisi ambayo taasisi ile inaamini ushirikina, na wao wanaamini kwamba sadaka ya kutoa ni kuweza kuwaua watu wengine ili waweze kupata mali, na sadaka nyingine ambayo Uchaga anataka kuitoa ni kutoa sehemu zake za siri. Kwa hiyo huyo Uchaga ana chungu ambacho kipo chini ya kitanda. Kile chungu ukifanikiwa kukipata na kukivunja, basi tutakuwa tumewafree wale watu wote ambao wana majanga, yani tumewaweka huru. Kama kuna watu wengine walitembea na yule mwanamke na wana majanga, basi na wao watakuwa huru. Yule jamaa akaamua kumpigia simu Chisomi, akamwambia Chisomi, naomba uje sehemu, kuna kitu nataka nikwambie, nipo kwa mchungaji. Chisomi wakati yuko njiani anakutana na Rex. Rex ameshakuwa mwenda wazimu, anaokota makopo, haeleweki. Anawaza anatamani kumsaidia, lakini anasema hapana, tayari haya mambo yashapita, mimi siwezi kuingilia. Akaenda kwa yule mchungaji. Mchungaji akamwambia ukweli kwamba kwa mume wako kuna chungu ambacho kiko chini ya uvungu na unatakiwa ukitoe. Mzee Uchaga yupo katika taasisi ya wachawi ambao wachawi hao wanampa mali, lakini sharti la kumpa mali yeye ni kwamba hatakiwi kufanya mapenzi na mwanamke yoyote, kwa maana ya kwamba hatakuwa na sehemu za siri. Kwa hiyo sasa anatakiwa awe mwanamke, halafu yule mwanamke ndiye amtumie kwa ajili ya kupata mali. Kwa maana kila mwanaume atakayekuwa analala na yule mwanamke atakuwa anapoteza mali zake na zile mali zinaenda kwa mzee Uchaga. Kwa hiyo ndio maana akawa anamemuoa yule mwanamke na akamwambia kwamba nitakutafutia mali. Lakini sasa baada ya kuona kwamba Chisomi anajitafutia wanaume yeye mwenyewe, ikawa ni afadhali kwamba kwa sababu sasa hivi unajitafutia wewe mwenyewe wanaume, haina shida, utakuwa umenisaidia mimi kuliko kuendelea mimi kutafuta wanaume ili waweze kuja kwako. Wewe utanisaidia mimi kutafuta wanaume. Baada ya Chisomi kuambiwa maneno hayo, akatoka pale kwa mchungaji na kwenda nyumbani kwenda kutafuta kile chungu, na kweli akakipata. Alivyokipata akakivunja kile chungu. Baada ya kukivunja akarudi kwa mchungaji kumwambia kwamba tayari imekivunja. Akamwambia sasa kinachofuata, mume wako ataenda kumuua mama yake, dada yake
pamoja na wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunatakiwa tuwatafute hao watu walipo ili tuweze tukawaambie na wajue ukweli kuhusu ndugu yao na tuwaombee. Wakati anavunja kile chungu, Ochaga alikuwa kwenye gari. Akarudi nyumbani akaona mbona kama kuna kitu hakiko sawa. Kaenda kutafuta kile chungu chake akakikosa. Baada ya kukikosa akamuuliza mlinzi kwamba mke wangu yuko wapi? Akamwambia mbona mke wako ametoka hivi karibuni. Akiangalia pembeni ndo akaona kwamba kile chungu kimevunjwa. Akarudi kwa mtaalamu wake. Mtaalamu wake akamwambia umekosea sana. Yaani umemruhusu yule mwanamke aweze kuvunja kile chungu. Sasa ni either ufe wewe ama tumtoe sadaka mke wako, mama yako pamoja na dada yako, kwa sababu sadaka hii inahitaji watu wa kike. Baada ya Ochaga kuambiwa vile akaona hapana, mimi siwezi kukubali. Yule mganga akamwambia either ukubali, either ufe wewe ama wafe hao watu niliokutajia. Vinginevyo haiwezekani mmoja wapo akasurvive. So wakati Ochaga anafikiria nini afanye, huku tunaona mamake Ochaga anapigwa radi anakufa. Kwa hiyo tayari sadaka ya kwanza imetolewa. Baada ya hapo sasa mchungaji Chisemi pamoja na yule boyfriend wa Chisemi wanatoka kwenda kijijini kwenda kuwafuatilia wale ndugu ambao kule wanaomboleza kifo cha yule mama. Baada ya kufika kule, yule dada yake Ochaga kumuona Chisemi akaanza kumfokea, umemuua mama yangu, umemroga kaka yangu, unakuja hapa kufanya nini? Kwa nini umekuja hapa? Mchungaji akamwambia sikilizeni, nimemleta huyu kwa sababu nyinyi mpo kwenye matatizo. Baba yake Ochaga anamuuliza wewe ni nani na umekuja kufanya nini? Akamwambia mimi ni mchungaji, na huyo mnemfikiria kwamba ni ndugu yenu sio, yupo kwenye kikundi cha wachawi ambacho wao wanatoa sehemu za siri ili kuweza kupata utajiri, na anamtumia mke wake kama sehemu ambayo anaweza kujipatia utajiri. Sasa kwa sababu mke wake tayari ameshavunja chungu, anakuja kumuua mama yake pamoja na dada yake, na mama tayari ameshakufa. Kwa hiyo kinachofuata ni dada pamoja na mkewe. Kwa hiyo tuanze kuomba kwa juhudi ili tuweze kuepukana na hili. Wakati huo Ochaga yupo kwenye gari anaenda nyumbani kwao kwa sababu ameambiwa kwamba mama yake amefariki. Yule mganga anamfuata anamwambia sikiliza, tayari mamako tumeshamuondoa. Kwa hiyo kilichobaki ni kumuondoa mke wako pamoja na dada yako. Akamwambia hapana, siwezi kufanya kitu kama hicho. Akamwambia lazima ufanye. So Ochaga anafika kule nyumbani kwao, anakuta mchungaji yuko pale, mke wake yuko pale, yule boyfriend wa mke wake yuko pale pamoja na dada yake na baba yake. Anafika pale anamwambia mnafanya nini? Mchungaji anamwambia bora umekuja. Akaanza kumuombea na kumwambia confess. Mwisho wa siku Ochaga akakonfess ukweli kwamba mimi nilimuua mama yangu, lakini pia niliweza kupata utajiri kwa imani za kishirikina na masharti yalikuwa ni ya kuua watu. Kwa hiyo kiukweli mimi nimekosea, naomba mnisamehe sana. Muda ule wakati anaongea, yule mkuu wake akaja, ambaye yule mkuu wake alikuwa ni wao wanamuita Ganduma ambaye alikuwa kwenye kile chungu. Sasa baada ya kuwa amekivunja, Ganduma alitoka na anataka zile sadaka. Akaambia umefanya nini? Umeconfess kitu gani? Lazima nikuondoe. Pale akampiga radio Ochaga kama ameanguka chini. Akawageukia wale watu kuambia na nyinyi lazima niwaondoe. Mchungaji akapiga maombi pale ya kufa mtu, yani kilipigwa kisanga cha maombi kiasi kwamba hadi yule Ganduma mwenyewe akatoweka. Na movie yetu inaitwa Missing Private Parts. Mimi naitwa Amani Kilaha na asante kwa kunisikiliza. Tukutane kwenye episode nyingine. Bye bye.